بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuko katika somo letu la usulul fiqh, misingi ya sheria za Kiislamu, katika kitabu kinachoitwa Al-Wajizu fi usulul fiqh, kifupisho katika misingi ya sheria ya Kiislamu kilichoandikwa na Ustadh Dr. Wahbat Zuhail ambaye ni rais wa qism al-fiqh al-islami wa madhahibi fi Jamiat Dimashq, ni mwenyekiti wa kitivo cha sheria za Kiislamu na madhehebu zake katika chuo kikuu cha Damascus, Syria. Tuko ukurasa wa 95 na tulikuwa tunazungumzia hoja ya 6 ya ujenzi wa sheria za Kiislamu ambayo imetajwa katika ukurasa wa 92, al-maslahatu al-mursalah, maslah ya kawaida ambayo binadamu yoyote anaweza kuona kwa haya ni maslahi au hii ni faida kwa binadamu, nayo yanaweza kuwa sheria lakini kwa masharti fulani fulani, na wako wanazuoni waliokubaliana na msingi huu wa kutengeneza sheria kwa kutumia maslahi ya maisha ya binadamu, na wako waliokataa kutumia msingi huu katika kutengeneza sheria za Kiislamu. Hasa tuko katika ukurasa wa 95 kama mlivyonikumbusha, na mifano inaendelea kutolewa. Tuko kwenye paragrafu ya 3, ukiondoa mistari miwili ya juu ile, alafu kuna mistari mingine 4 hapo kati. Tunaendelea na mstari unaofuata, wa harraqa Ali radhiyallahu anhu ghulata shi'ati ar-rawafidhi alladhina allahuhu. Hili nalo ni tukio moja linalozungumzwa katika kujenga hoja ya kuwa maslahi katika dini ya Kiislamu pia yanazingatiwa. Harraqa, aliwachoma moto. Harraqa maana yake ni kuchoma moto, kama wale makafiri walipokuwa wakijadili habari za Nabii Ibrahim wakasema harriquhu wansuru alihatakum, mchomeni moto huyu na mtetee mnavyoviabudu. Kwa hivyo wa harraqa Ali, akawachoma moto Ali radhiallahu anhu ghulata shia, wale waliopitiliza katika ushabiki wake yeye. Shia wako ambao wana msimamo wa wastani na wako ambao wana msimamo mkali. Tumefahamiana vizuri hapo? Sisi hatuna ugomvi na Shia mwenye msimamo wa wastani. Tunafahamu kuwa tunazo tofauti za kimitazamo baina yetu na baina wao, lakini wale wenye msimamo wa wastani hatuna mgogoro nao. Sisi mgogoro wetu ni wale wenye msimamo mkali. Na hata haya makundi mengine yote, akishakuwa na msimamo wa wastani katika dini ya Kiislamu, tunavumiliana naye kwa sababu tunafahamu kwamba hizi ni rai na mawazo ya watu katika dini. Lakini akija na msimamo mkali, tunaanza kumtandika kidogo. Na nyinyi mmenizoea mimi katika ufundishaji wangu, yako makundi yanakuwa na misimamo mikali katika mambo, na mimi huwa siaachi. Japokuwa na mimi yananivuruga na mimi nayavuruga, hivyo hivyo tunakwenda. Fahali wawili wakiumana ziumiazo nini? Nyasi. Twende tu hivyo mpaka lijulikane moja. Peleka, ukitia kichwa na tia kichwa, ukitia mguu na tia mguu, kirusha jiwe na rusha tofali. Ndio hivyo hivyo mpaka tufike. Lazima tufike mahala tuheshimiane kwamba lazima tuwe na misimamo ya wastani. Sifike mahala ukaona wenzako wote hawafai, hawana akili, hawana maana kwa sababu ya misimamo yako tu. Tekeleza yako wewe, lakini usiwafikishe mahala ukawabughudhi wengine kwa misimamo yako. Sasa kuna ghulatu Shia waliwahi kuwepo katika zama hizo, waliopindukia mipaka. Ghala yaghlu manake ni kuvuka mpaka. Hata kitu kikipanda sana thamani kinaitwa ghali kwa sababu nacho kimevuka nini? Mpaka. Au kikichemka kikipwaga na kufoka inaitwa ghalayan, kupwaga na kufoka. Waliopwaga, waliofoka, waliozidi viwango ndio wanaitwa ghulat. Na hata Mwenyezi Mungu amewatahadharisha watu wa kitabu, akamwambia ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum,
Enyi watu wa kitabu, msivuke mipaka katika dini yenu, msifoke sana, msipwage sana, mkawa tena kama soda imefunguliwa inatoka povu mpaka inamwagika nje. Mwende kwa wastani. Tumefahamiana? Na hili ndio siku zote tunasimama kutetea kwamba dini hii, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nasi wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Namna hii tumekufanyeni nyinyi kuwa ni taifa la wastani, ili muwe mashahidi juu ya watu kwamba Mwenyezi Mungu hataki misimamo ya aina hiyo ya kuvutana vibaya. Lazima muwe na namna bora ya kuishi kwa pamoja duniani na kuheshimiana kwa mawazo. Na nyinyi muwe mashahidi juu ya watu, na mtume awe shahidi juu yenu kwamba akakufikishieni na nyinyi mmewafikishia watu. Ndio msimamo sahihi wa dini. Hamna mambo ya kuvuka mipaka. Sasa Ali kwa rai yake tu mwenyewe aliwachoma moto ghulata Shia waliovuka mipaka katika mashia wa Rawafidh na marawafidh. Rawafidh ni wale ambao kazi yao kupinga tu. Nao ni sehemu katika baadhi ya makundi likiwemo Shia. Wako watu wao kila kitu hawataki. Yani ukiwapa misimamo miwili, mmoja unaungwa mkono na wengi na mmoja hauna hata mtu wa kuunga mkono, watakwenda kwenye ule ambao hauna mtu anayeunga mkono. Asili yake wao ni watu wabishi. Umenifahamu? Watu anaweza kushindana na wewe kwenye kinyesi akakiita dhahabu na akakushinda. Waona hichi kinyesi bwana tunanusa, tunashika, sema Mkongwe hii dhahabu pure halisi. Nakwambia mie, msikilize maneno yangu. Anashindana na wewe kinyesi na kiita dhahabu na anakushinda. Sasa hawa ni watu wabishi na ni watu wakorofi. Kazi yao ni hiyo. Hizo ni character, human being characters. Ziko tabia za watu, ziko namna hiyo. Sasa ikitokea fikra tu yenye misimamo mikali ya ubishi, yeye tayari tokea hapo mwanzo wanasema pumu imepata mkohozi. Tokea hapo mwanzo yeye anapenda kukohoa. Alafu kaja akapata mtihani na maradhi ya pumu, tena ndio kabisa itakuwa kazi yake kufanyaje? Kukohoa tu. Sasa watu namna hii yeye aliwachoma moto. No. Lakini alladhina allahuhu, wale ambao walimuamini kwa yeye ni Mungu, waliitakidi kwamba Ali ni Mungu. Allahu ilah, walimuona ni Mungu. Ikisema hawa nikiwaacha duniani ili jambo litaonekana mimi meridhia, bora niwatie moto, alafu iandikwe kwenye rekodi kwamba alosema mimi Mungu mimi mtia moto, kwa kuonesha kwamba nimelipinga ili jambo kwa 100%. Aliniuliza mtu mmoja leo swali, mahala tu hili lilikuwa la kitaalamu sana. Akasema kuna mambo mbona unakuta katika dini nyingine yanakuwepo, halafu ndani ya baadhi ya makundi ya Kiislamu unaona mambo kama yale nayo yanakuwepo. Sasa kwa sababu wako watu wa dini nyingine waliomtukuza Nabii Isa mpaka wakamfanya kuwa ni nini? Mungu. Sasa lilizuka kundi linamtukuza Sayyidina Ali mpaka linataka kufikiria kumfanya kuwa ni Mungu. Umeona hatari? Na nataka nikwambieni siku zote katika kupenda na kuchukia lazima uwe na mizani. Usipende kiumbe mpaka ukachanganyikiwa, na usichukie kiumbe mpaka ukachanganyikiwa. Waweza kumchukia nyoka mpaka ikawa akitajwa wewe unasisimka. Usitaje mambo ya nyoka hapa. Nyoka akitajwa wewe unasisimka. Una tatizo la kisaikolojia. Umenifahamu? Na kuna wengine walipenda viongozi wa kisiasa, akitajwa sema radhiyallahu anhu. Umeona? Tatizo hilo. Kwa sababu ya nini? Kupenda kupita kiasi. Na yule mwingine akitajiwa nyoka tu au buruguru au ujongoo kwa kuogopa au kuchukia kupita kiasi. Sasa binadamu wa kweli mwenye tu akili iliyotimia anakuwa kila kitu anakwenda nacho kwa wastani. Tumefahamiana? Usipende kupita kiasi wala usichukie kupita. Kuna jamaa mmoja alimpenda mkewe kupita kiasi, akampelekea kibakuli siku hiyo. Mke akamuuliza, mume wangu kibakuli cha nini? Akaambia tia haja ndogo mbona nataka kunywa. Kampa kibakuli mkewe tia haja ndogo, anywe. Jamani, sasa haya ni mapenzi au wazimu? Huo ni wazimu. Tumefahamiana? Waislamu wanatakiwa wende katika mambo kwa wastani.
Tumeelewana? Usende tena ukanywa haja ndogo ya mama watoto kwa kuonesha ati unampenda. Itakuwa ushapata kichaa cha aina yake. Mental viko vidonge vya kushughulikia watu wa aina yako. Kwa hivyo akawachoma moto. Tumevamiana mpaka hapo. Wa hakama sahaba bitathmini sunnai, na walihukumu masahaba kuwalipisha mafundi. Wa hakama sahaba, na walihukumu masahaba bitathmini kuwalipisha sunnai mafundi ma yatlafu biaidihim, vinavyoharibika kwenye mikono yao, au vinavyotilifika. Kwa neno moja kwa moja la Kiarabu, vinavyotilifika. Wanatumia kutilifika watu wa kisiwa cha Pemba. Kutilifu manake ni kuharibu. Shantilifia manake ushaniharibia. Sebutilifiwa sitaki kuharibiwa kitu. Kwa hivyo yatlafu, kinachoharibika. Biaidihim, kwa mikono yao. Minamwali nasi, katika mali za watu. Umempelekea friji lako fundi alitengeneze, sawa, lilikuwa na ubovu kiasi fulani, lakini yeye akalikorokocha likazidi nini? Ubovu. Masahaba wakasema katika hali kama hii fundi tabidi alipe gharama ya ubovu aliosababisha. Umempelekea gari ina tatizo la gearbox, kaifungua kakorokocha, limezalika tatizo la difu. Kwa hivyo kakuzidishia nini? Tatizo. Una nguo yako umepeleka kwa fundi tuwe kiraka, kaitia kaichana zaidi upande mwingine. Kwa hivyo kaliongeza tatizo. Kimsingi ilikuwa hawezi kulipishwa, kwa sababu wewe si ulimwamini atakutengenezea. Sasa atakwambia hii ni bahati mbaya. Lakini tukiwaachia mafundi siku zote kila wanachokaribu wakwambie bahati mbaya, wanaweza wakafika mahala wakajiachia, vikaharibika vitu kwenye mikono yao, alafu kila kitu kikawa kisingizio bahati mbaya. Kwa masahaba wakasema pana, ili kuepuka hii ujanja wa kusema bahati mbaya, kikiharibika alipe. Kimsingi alikuwa asilipe kwa sababu ulimwamini wewe ni fundi. Tumefahamiana? Hata daktari akikupa dawa, halafu dawa zile zikaenda zikakusababishia ugonjwa mwingine, ni kesi. Ingawa kimsingi ilikuwa wewe umekwenda kutibiwa pale, basi ulimwamini hakutibu, kwa hivyo ikitokea bahati mbaya umsamehe. Lakini mkiendelea kusameheana kwa misingi hii, mnaweza kufika mahala mkawapa watu nafasi ya kuharibu mambo. Kwa masahaba wakafika kuhukumu kwamba watalipishwa wale mafundi au watengenezaji wa mambo kile kinachoharibika katika mikono yao, minamwali nasi, katika mali za watu. Muhafadhatan alaiha min adhayai, kwa ajili ya kuzihifadhi hizo mali zisipotee. Mwingine anaweza kulikorokocha akalitia uharibifu fulani, alafu akamwambia lilishaharibika, bora uliuze. Nimuuzie nani na dude bovu ile? Mimi namjua mtu anaweza kulitaka kwa bei ya chini, akatengeneza mazingira ukapewa bei ndogo, halafu akalitengeneza likawazima, akaenda nalo kesha kutia changa la macho. Tumefahamiana vizuri hapo? Kwa hivyo kutokuwapa mwanya mafundi kuwadhulumu watu kwa ujanja huo, masahaba wakapitisha rai ya kusema kuwa vikiharibika kwenye mikono yao itabidi wafanyeje? Walipe au wagharimie zile gharama za utengenezaji. Wakala Ali, na akasema Ali radhiallahu anhu kwenye msimamo huo, la yasluhu nasa illa dhaka, halina maslahi na watu isipokuwa jambo hili, haliwafai watu isipokuwa hili la kwamba fundi akiharibu alipe, ndio kitakachowafaa watu. Tukiacha vinginevyo watu watapata madhara. La yasluhu nasa illa dhaka, haliwafai watu isipokuwa hilo. Manake jambo hilo peke yake la kuwalipisha mafundi wanapoharibu kitu ndio linalowafaa watu. Tumefahamiana vizuri hapa? Chukua mfano mwingine. Una harusi au shughuli nyumbani kwako, umempa mtu kazi ya kukupikia pilau, alafu kaiunguza. Tuseme vipi? Ndio basi imekwisha? Yeye madhali amejitangaza kuwa ni mpishi wa pilau, lazima awe makini katika kupika pilau ya watu. Tukiwaachia tu amekuja ndo bahati mbaya, kwa ni mkeo yule.
Mke wako unasema mama watoto siku zote nafaa vizuri, leo bahati mbaya, lakini ule si mkeo, yule kataka ujira pale kwa kupika, ile ni kazi. Kwa hivyo akiharibu lazima alipe. Tumefahamiana vizuri hapo? Umempa kitambaa fundi mshoni, kashona, kakutengenezea nguo imebana, imekuwa kama shumizi. Ukiunyanyua mkono hivi haunyanyuki, kama umevaa nguo ya bati. Itabidi afanye marekebisho, alipe, agharamie, kwa sababu ulimwamini na yeye hakutekeleza kazi yake kama inavyotakiwa. Tumefahamiana vizuri hapo? Wahajara alhanafiyatu, na wamezuia watu wa madhhabi ya Hanafi ala tabibi aljahili, kwa daktari mjinga kufanya kazi za utabibu wakati yeye hana taaluma. Mahanafi wametoa msimamo huo mapema sana, kwamba yeye anajifanya mganga wa miti shamba. Siku hizi wameanza serikali zetu kutoa leseni. Unakumbuka lawyer sasa hivi ni leseni kwa ajili ya wale wanaotumia madawa ya miti shamba, na wanakaguliwa na viwango vyao. Maana anaweza kukupa mizizi ya mtunguja, kama kachemshe unywe. Wewe una tatizo hili, likazaliwa jengine, sababu anabahatisha tu, na pengine kasikia tu. Na wengi wanajitokeza kwa sababu wanadhani upande ule una kazi yake ni rahisi na pesa zake ziko nje. Na aghlab yao wanajitangaza kwa dawa za nguvu za kiume. Paka misikitini wengine, shekhe, wanakaa nje msikitini, hii dawa ya nguvu za kiume, uliambiwa kuja misikitini ndio yenye tatizo hilo, mpaka ukakae nje msikiti. Shenzi wewe. Wenye alafu nguvu za kike hawasemi. Nguvu za kiume tu, za kike hazisemi, kwani wanawake hawana tatizo hilo? Wamefika mahala wanatangaza sijui mafuta ya nini, sijui maji ya nini. Hatukatai, inawezekana zimo dawa ndani yake, lakini si kwa wajitokeze tu watu bila taaluma, bila ujuzi, bila kukaguliwa. Hapana, hili lina mashaka yake. Kwa hivyo Mahanafi wametoa msimamo huo mapema sana, kwamba mtu akiwa anadai kwa yeye ni mtabibu, ikiwa ni huyu sasa madaktari wa sasa qualified doctor, au hata hawa local medicine wanaotumia madawa ya kienyeji, lazima ipimwe taaluma yake na uwezo wake kwa namna yoyote ile, ili aweze kuthibitishwa. Tangu mwanzo wamesema. Sisi tumekwenda na uzembe huo miaka na miaka, sasa ndo tumeanza kutana bai. Tumefahamiana? Unampa mtu dawa ya kidonda, anakwenda kufanya malengelenge, mashaka. Kwa hivyo wakamzuia kwa sababu ya maslahi ya watu. Tumeelewana? Wal mufti al-majini, na mufti mpenda dezo. Majini majanan, bure, anapenda dezo, yeye anapenda vitu vya dezo, anatoa fatwa za dezo kila wakati. Mtoa fatwa, lakini fatwa zake ni mambo ya dezo tu, yani urahisi tu, au kama kuna maslahi fulani ya kipesa hivi, mwepesi sana kutoa fatwa kwa ajili ya maslahi hayo. Na hili ni tatizo sugu sana. Si tu kwa mufti rasmi anayeteuliwa katika nchi, lakini hata kwa watu wa fatwa humu wa mitaani. Kitu tunakichukulia rahisi tu, simple tu. Umefanya hivyo na nini? Nenda katoe kafara, afunga siku 3 basi limekwisha. Kafanya hivi, kila kitu tunakichukulia wepesi tu. Na wakati mwingine ni kwa sababu labda kuna maslahi fulani au jambo fulani, kwa hivyo watu wanatafuta urahisi. Mufti au mtu mtoa fatwa lazima awe ana sifa za kutoa nini? Fatwa, na anayo elimu ya kuweza kutoa nini? Fatwa. Sio mbabaishaji. Huyu tunamuita mufti mbabaishaji. Tumetoa mfano kule mwanzo wa mufti mbabaishaji na mambo yaliyotokeza. Kama mtarudi nyuma mtakumbuka. Lakini kwa ujumla wake mufti mpenda bure au mufti mbabaishaji, naye atazuiwa asitoe fatwa. Wal mukari al muflis, na mwenye kukodisha aliyefilisika. Yeye kafilisika, ana madeni, halafu anakodisha. Kwa mfano anadaiwa, pengine pesa anazodaiwa, nyumba yake ile yote hata ikiuzwa haimalizi deni. Gari alionayo hata ikiuzwa haimalizi nini? Deni. Halafu yeye anakwenda anapangisha.
au anakodisha, huyu anatumia mali za watu, kwa sababu ile mali si yake tena, kwa mujibu wale madeni alionayo. Watu wa sheria wanafahamu kwamba mtu akishapika mahala deni analodaiwa likawa kubwa kuliko rasilimali alizonazo, unatoka waraka wa kumzuia asiuze chochote alicho nacho wala asikodishe chochote alicho nacho mpaka kwa idhini ya wanaomdai, kwa sababu kimsingi zile si mali zake tena, kutokana na lile deni analodaiwa. Wengine wanafika mahala mpaka suti wanazovaa kwenye miili yao ni sehemu ya madeni. Kwa hivyo tukimnyang'anya zile suti anaweza kukaa uchi. Kwa hiyo mnakaa mnakutana mnamdai, sasa basi tunampangia suti 2 tu. Alikuwa na suti 10. Kila suti moja ipungui milioni. Pesa za watu hizo. Zuia hizi suti 8. Mwachie suti ngapi? 2. Mungu atuepushe na kufilisika. Mara nyingi nawakuta watu wenye tamaa za kuchukua mali, kukopa huku kwenda huku, wanataka maisha zaidi ya uwezo walionao. Likitokea la kutokea, sasa tena ndo anazuiliwa kila kitu. Na huyu ndo almukari, mwenye kukodisha, almuflis, aliyefilisika. Wa abaha almalikiyatu, na wamehalalisha watu wa madhhabi ya Maliki habsa almuttahami, kufungwa mtuhumiwa, wa ta'zirahu, na kumtia adabu. Ndo kumaadhir kwa zee, sio kwa dhali. Kumaadhir ikiwa kwa dhali ni kumuadhirisha, kumfanyia idhara, lakini kumaadhir ikiwa kwa zee maana yake kumtia adabu. Tawassulan, kwa ajili ya kufikia ila iqrarihi, katika kukiri kwake, kwamba huyu mtu hawezi kukiri mpaka afungwe kidogo, awekwe mahabusu au atishwe hivi, ndo ataweza kukiri kosa alilolifanya. Na hii sheria iko upande wa polisi, kwamba askari polisi wanaweza kukuweka kituoni, nafikiri mwisho siku 7 au siku 3, mwisho masaa 24 kwa sasa, imepunguzwa sana lakini wanaweza kukuweka kituoni masaa 24, wanakuhoji tu, ijapokuwa wewe ni mtuhumiwa, bado haijathibitika kwamba umefanya nini, umefanya kosa, lakini unaweza ukakaa kituoni kwa masaa 24. Ndio habsu hiyo, umenifahamu? Kwa mtuhumiwa anaweza akabaki, na ndio maana anaweza kuja wakili wako akasema nataka aachiwe, kwamba baada ya masaa 24 tutamtoa, lakini kwanza tuna haja naye kwanza ya kumhoji. Kwa hivyo anaweza akazuiwa asifanye mambo yake yote kwa masaa mangapi? Mathalan kwa sheria tulionayo sasa. Zamani ilikuwa mpaka siku 3. Kini siku hizi masaa 24. Ule ujanja wa kukamatwa siku ya Ijumaa jioni ili ubaki, alafu utolewe Jumatatu kupelekwa mahakamani, haupo tena. Upo mpaka leo. Ule ndo mbaya ule. Ndio maana ukishakuwa unatuhumiwa siku ya Ijumaa, we hata usisali sala Ijumaa, udhran udhran au nuzran tafuta mahala ujifiche kwanza mpaka ipite ile Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, jitokeze Jumatatu, kwa sababu utakwenda kukaa kwa muda mrefu. Ujanja tu wa mitaani unasema hivyo. Sisemi sheria zinasema hivyo, wala msiniambie kuwa nachochea watu wazivunje sheria lakini nasema ni kwa sababu watadai Jumamosi, Jumapili hakuna kazi, utaendelea kubaki kituoni. Hatari. Na kama mama watoto ndo hamjaonana, balaa kubwa. Watazira na kumtishatisha, kumtikisa, tawasulan, kwa ajili ya kufikia ila ikrari hii, kukiri kwake, akubali kwamba kafanya kosa au hajafanya kosa. Wamejuzisha watu wa madhhabi ya Maliki, si Waislamu wote waliokubaliana. Kwa hivyo sheria hii kama imepita kwenye nchi itakuwa ina nguvu ya nchi, lakini kwenye madhhabu hakuna makubaliano ya wote. Waajaza alhanabila, na wamejuzisha watu wa madhhabi ya Hanbal atasarrufu fi mali al-akharina, kutumia mali za watu wengine, inda alhajati, wakati wa mahitaji, wa ta'adhuri, na kushindikana istidhani hii, kuomba ruhusa kwa huyo mtu. Ta'adhuri unaona hapa imekuja kwa dhali, bima yusamma, kwa kitu ambacho kinaitwa al-fadala, au wengine wanaitia dhumma fudala. Kwenu huko kuna irabu, hakuna irabu? Mimi napendekeza itiwe dhumma, ndio mmeisikia mara nyingi kiitwa fudala. Nitarudia kipengele hichi.
kutumia mali ya mtu mwingine bila ruhusa yake si jambo linalofaa. Lakini watu wa madhhabi ya Imam Malik Al-Hanabila, watu wa madhhabi ya Hanbali wameruhusu kutumia mali ya mtu bila ruhusa yake ikiwa pana mahitaji ya kufanya hivyo. Tuseme mfano, mtu ana bomba lake la maji, sisi tunaita mfereji, lakini kalipiga kufuli, liko nje, kasafiri mwezi mzima, watu mtaani hawana maji, mnavunja kufuli, mnatumia nini? Maji. Atakaporudi mnamwambia mzee, kama ulikuwa unauza ndoo shilingi ngapi kwa siku, ulikuwa unapata ngapi, tupigie hesabu tukulipe pesa zako, na kufuli tunakununulia mpya. Kwa sababu haya ni mahitaji ya watu. Hatuwezi kukaa mwezi mzima hatuna maji, tunamsubiri mwenyewe, hayupo. Umenielewa vizuri hapo? Ndio kutumia mali ya mtu mwingine bila ruhusa yake, lakini ikiwa mahitaji yapo. Kuna mtu anazama kule, halafu kuna mtumbwi hapa umeegeshwa, umetiwa nanga, mwenyewe hayupo. Nasema toa nanga hiyo, chukua mtumbwi, nenda kaokoe mtu. Alafu mnarudi, akija, kwa nini mlichukua bila ruhusa yangu? Tungepata wapi ruhusa yako na mtu anazama huyu? Kwa wakati wa mahitaji unaweza kutumia kitu cha mtu kwa dharura, lakini kwa kiwango kile kile cha dharura tu. Alafu akija, hata akenda mahakamani akashtaki umetumia mtumbwi wangu au umevunja kufuli na kuchukua maji bila ruhusa, itaangaliwa yalikuwa ni mahitaji ya lazima na ilikuwa ni vigumu kupata ruhusa yako, ndio hawana kosa lolote. Tuzungumzie gharama tu, kama unataka ulipwe utalipwa. Tumefahamiana? Watu wana njaa kali, pengine wamezama baharini, wamekuja kuokotwa kwenye kisiwa hivi fulani, halafu kuna shamba la mahindi pembeni, au migomba, ndizi, au maembe, au mapapai, na mwenyewe hayupo. Sema kata, angua mapapaya, wape wale, halafu akija tumwambie ilikuwa dharura, kwa kiwango kile cha kuokoa ile shida iliyopo. Tumefahamiana? Indal hajati, nairudia kipengele muhimu hichi. Msije mkasema shekhe karuhusu kutumia mali za watu bila ruhusa zao. Na haisemwi kuwa shekhe mwenye kitabu hiki, nitaambiwa mimi ninayesema hapa. Shekhe Msabaha akasema, shekhe huyu Wahbat Zuhaili ndo aliyesema kwenye hichi kitabu, sio mimi. Mimi tafsiri tu. Bado itaambiwa mimi nimesema. Kwa hivyo nataka ifahamike kwa uhakika. Tumeelewana vizuri? Na siku hizi watu, upotoshaji kwenye vyombo vya habari umekuwa mwingi, na sisi wengine ndo tumekuwa tukisema neno kidogo tu linapata nguvu. Damu zetu za kunguni, popote tukionekana mapambano tu. Wajaza Al-Hanabila tu wamejuzisha watu wa madhhabi ya Hanbali ya tasarrufu bi mali al-akharina, kutumia mali za wengine inda al-hajati, wakati wa mahitaji, wa tahadhur istidhani, na kushindikana kuomba ruhusa kwake, bima yusamma, kwa jambo linaloitwa bil fudala, linaitwa fudala. Tumefahamiana? Wa aujabu, na wakawajibisha, batla almanafi almuhtaji, kuyatumia manufaa yanayohitajiwa ilaiha juu yake, majanan, bure, idha lam yakun hunaka dhararun fi batliha, ikiwa kutakuwa na madhara katika kuyatoa mambo hayo au manufaa hayo. Ikiwa mtu hapati hasara yoyote kwenye jambo ambalo linasaidia watu, basi ataambiwa atoe bure, ikiwa yale ni mahitaji. Kwa mfano, kuna majani umemeota kwenye shamba lako, na tena wewe huyahitaji, watu wakiangoa ndo wanakusafishia shamba, halafu wao wanapeleka kuwalisha wanyama wao, basi utatoa. Ukiwa umeweka kiwango maalum cha kulipia wanachokimudu, kitakubalika. Lakini ukianza kusema na kioze hapa kitu akiondoki, kuna watu wanaitwa na kioze. Zamani tulikuwa nao madukani maeneo mbalimbali, mtu anaweza kwa papai shilingi ngapi? Papai hilo shilingi 5. Zamani shilingi 5 ni pesa nyingi kidogo. Punguza bwana wewe, mimi na shilingi 2 tu. Na kioze, kiache hapo hapo. Na kweli linabaki hapo hapo, hapunguzi bei mbali naoza. Asa mtu asiwe na kioze. Tumefahamiana? Aviachie vitu watu wanufaike navyo.
Maembe yanadondoka, hayana mwenyewe. Mengine yani hakuna muokotaji. Unazuia wapita njia wasiokote. Wewe huwezi kwenda kuokota maembe hayo kwa sababu tu miembe yako iko mpakani mwa shamba lako, asiguse mtu. Akigusa mtu na mroga. Hiyo sasa roho mbaya. Kwa hivyo sheria itakulazimisha uachie watu wayaokote maembe yale, ikiwa wewe huendi kuyakusanya na kuyaokota. Tumefahamiana vizuri hapa? Na vitu kama hivyo lakini zote hizi msingi wake ni maslahi ya binadamu. Ukianza kuchukua hoja ya wale vikanzu, hati dalil, kuipata aya ya moja kwa moja ya kuokotea maembe haijateremka. Umenifahamu? Haijateremka. Wala hadithi ya mtume haipo. Hapa ni maslahi. Ukiipata aya au hadithi itakuwa ina mwelekeo tu wa maana hiyo. Tumefahamiana? Kwa hivyo kubwa hapa ni maslahi ya binadamu yako wapi. Zamani mimi nakumbuka nilipokuwa wadogo tulikuwa tuna tabia kwenda kuchukua vitindi vya miwa, mafundo yale ya miwa vinaitwa vitindi vile. Wale wauza miwa akashakumbuka bali kwamba ndo kazi yake huyu alikuwa kifanya. Na meno yake huyu kama kinu cha kusagia ngano. Sehemu mbalimbali wanachonga miwa papa wanakata, alafu vile vitindi vifundo vile. Tunaita vifundo vile tu vitindi, taa vinatupa pembeni, tunakwenda au pengine pana kitu hapa kama pakacha, tunakwenda kuokota. Alafu sisi meno yetu ya kitoto piga kuliko unalitia upande huu kali kichosho unalipeleka upande huu hapa mbele husogezi kwa sababu hapa zipo huku pembeni, unapiga winga kulia na winga kushoto, unavuta maji. Na mengine yanakuwa matamu kuliko mua wenyewe, na mengine yanakuwa machufu hayana sukari, mengine hivi hili silo, unatupa, tunakwenda kuokota kwa mfuko. Sasa mtu kuna mzee mmoja kwa mtu mbaya sana, hayauzi yale, lakini anapaka chelaka, akishakatia akimaliza akiona watu wanakuja tu anatemea mate na makosa. Chuma okoteni. Alikuwa sitaki kumtaja kwa jina, ishakufa. Mimi namjua hasa kwa jina na kwa sura. Akifanya hivi maksudi yani. Kafanacho kijiba cha roho, Yeye hayahitaji, hayanunuliwi, lakini mwingine akiokota ananuna. Sio Uislamu wala sio imani hiyo. Tumefahamiana? Zamani makapi haya kwa wachonga mbao wale ilikuwa bure, tunakwenda unaokota tu. Malofa maskini ya Mungu wanapikia chai yale, wanafanya mambo chungu zima. Siku hizi nasikia anauzwa wale kwa vipolo. Imekuwa biashara bonge la dili. Karibu watu watafungua kampuni ya kuuza makapi. Lakini zamani ilikuwa kumzuia mtu asichukue yale ni roho mbaya. Tumeelewana vizuri hapa? Na mambo kule bara mashineni yale mapumba kwa ajili ya kwenda kuwapa wanyama, unamzuia mtu wakati wewe huyahitaji. Umevamwe kule kwenu mashine ndio sana mapumba tunakwenda kuchukua kwa ajili ya wanyama na mifugo. Kwa hivyo mambo kama hayo yanaelezwa kwenye fiqh, usul fiqh wa sharia ya Islam. Imefahamika Waujab badhal manafil muhtaji ilayha majanan idha lam yakun hunaka dhararun fi badliha, ikiwa kuna madhara katika kuyatoa. Wa aujaba shafi'iyatu, wakawajibisha yani wakalazimisha watu wa madhhabi ya Shafi'i wa ghairuhum na wengineo alqisasa, kulipa kisasi min aljamaa, kutokana na kundi lilomuua mtu, idha qatala wahidan, likiua mtu mmoja. Kwa sababu sheria inazungumzia mtu akimuua mtu naye auliwe. Sasa je, watu 10 wameua mtu mmoja kwa wakati mmoja, wauliwe wangapi? Wote 10 au auliwe mmoja? Wamepata tabu sana watu wa zamani juu ya jambo hili, kwamba watu wakishiriki wengi kwenda kuua mtu mmoja. Sasa tukiwaua wale wengi itakuwa hatujatenda haki, kwa sababu yule aliyeuliwa ni mmoja tu. Tunauaje wengi? Kwa hivyo ilikuwa lazima muelekee kwenye njia nyingine ya kusuluhisha, mtadai fidia. Badala ya kuwaua hawa wengi mtadai nini? Fidia. Na ndo mpango wa makafiri Maka walipotaka kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walikutana usiku wakasema tutafute vijana 12
katika koo zote 12 za Makuraishi, kila ukoo utoe mtu huyu mmoja, wakamuue Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mara moja, wote wachome mikuki au mapanga kwa mara moja. Akishakufa hakuna madai ya kwamba nani aliyemuua, wote wamemuua. Kwa hivyo itakuwa hakuna kisasi, badala yake itatolewa fidia. Kila ukoo utachangia kiasi fulani cha ngamia mpaka watimie ngamia 100, tumalizane naye. Ndio mpango wao ulikuwa. Na ndio pale ambapo Mwenyezi Mungu akaileta ile hijra. Ikabidi mahala pake halale Ali bin Abi Talib na Mtume sallam akaondoka. Na wale vijana wakapata usingizi pale nje. Akapita pale pale alipokuwa anavizia, na wao wanakoroma midomo iwazi. Walipokuja kuzinduka, wanakwenda kutazama pale, wanaona mbona kilicholala ni kitu kidogo sana. Kufunua, wanamwona Ali bin Abi Talib. Kwa mujibu wa historia inavyozungumza na vitabu vya sira vinavyosema. Lakini wazo la kumuua lilikuja kwa namna hiyo, kwa sababu wakiwa wengi sasa walikuwa hawawezi kuuliwa. Mtakwenda kwenye nini? Kitu kinachoitwa nini? Fidia. Tumeelewana? Ndio kama kanuni za mpirani. Ikiwa watu wamezongea golini, halafu mpira umeingia golini, haujulikani umemgonga nani, hakuna rekodi itakayosema goli hili ni goli la mtu fulani. Na kwa hivyo tunapokuja kuhesabu wingi wa magoli, lile litakuwa halina mtu. Tumefahamiana? Halina mtu. Ingawa siku hizi ndio kuna CCTV kamera, siku bwana gani wanaweza wakavuta mpaka wakaona nani hasa ali. Lakini zamani ilikuwa hakuna vyombo hivyo, kwa hivyo goli lile linahesabiwa kwa halina mtu. Sasa katika Uislamu imekuja kuwekwa sheria kwamba hawa wakiwa wengi wamemuua kwa pamoja, wauliwe wote. Wote wauliwe kwa sababu wote wameshiriki. Na alijulikana pigo la nani limemmaliza. Kama hivyo kuwa wanaume wakimbaka mwanamke mmoja, wote watahukumiwa. Sasa kila mmoja kati ya wao wamezini. Tumefahamiana? Na kwa hivyo hao watauliwa wote. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukisema hatuwezi kuwaua, tutakwenda kwenye fidia, itakuwa kazi rahisi. Kila anayetaka kuua mtu atatafuta wenzake. Tushirikiane bwana tukamuue. Tukisha kumuua mimi nitalipa fidia yote, msio na wasiwasi. Itakuwa ni kazi rahisi kutaka kumuua mtu, ni kutafuta kundi tu mkashirikiana. Kwa hivyo kwa ajili ya kuzuia mwanya huo, sheria ya Kiislamu ikasema hapana, wote wauliwe. Alafu Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama ndo atakwenda kusema huyu hasa ndo aliyeua na hao wengine hawakuua, wameshiriki tu. Kwa ajili ya kuepuka ujanja huo wa kuizunguka sheria. Tumefahamiana vizuri hapa? Au bado hajafahamika? Kuna wengine naona kama hawajafahamu. Haya, twendeni. Ndio sasa kama hujafahamu kajiongeze. Idha qatalu wahidan wa nasaba jama'atun kathiruna lilimam Shafi'i, na wakahusisha kundi la watu wengi kwa Imam Shafi'i, al-akhdha bin masalihi, kutumia haya maslaha idha kanat shabihatan bil mu'tabara, yanapokuwa yanafanana sana na yaliyozingatiwa na sheria. Imam Shafi'i alionekana kama kukataa haya maslahi kuwa ni sheria, lakini imeonekana pia ameyakubali yanapokaribiana sana na sheria nyingi, yakawa na mfanano, yamepata support ya similar cases mbalimbali katika dini. Kesi mbalimbali zimejitokeza zimefanana na yale maslahi, basi anayachukua. Wa hadha kulluhu, na yote haya amalun bil munasibil mursali, ni kufanyia kazi mlingano wa kuachilia, au yanaitwa al masalihul mursala, maslaha ya kawaida. Ndio somo letu, al masalihul mursala, maslahi ya kawaida. Au liko neno jingine linaitwa al munasibul mursal, nyuma yake hapo mnasaba unaolingana. Lianaha maslahatun mujarrada, kwa sababu ni maslaha halisi, mulaimatun, yalalingana limasali ahkami sharia, yanafanana na maslahi ya hukumu za sheria ya Kiislamu. Wala dalila min ash-shar'i ala ilghaiha, na katika sheria hakuna hoja ya kuyapuuza maslahi haya. Ni maslaha tu, hakuna hoja ya kuyapuuza. Qala al-Ghazali, kasema Imam Ghazali rahimahullah, min ash-Shafi'iyya, katika mashafi. Na watu wengi hawajui kwamba Ghazali ni katika madhhabu ya Shafi. Abu Hamid al-Ghazali kasema wa kullu maslahatin, na kila maslaha
rajat, yamerudi ila hifdhi maqsudin, katika kuhifadhi makusudio shar'i ya kisheria. Ulima kaunuhu, yamejulikana kuwa kwake maksudan, yanakusudiwa bil kitabi, na kitabu cha Qur'ani wa sunnati, na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal ijma'i, na makubaliano ya masahaba. Basi falaisa kharijan min hadhihi al-usuli, hayatoki nje ya misingi hii tunayosema. Lakinahu la yusamma qiyasan, lakini maslahi hayo hayatoitwa nini? Qiyas, bal maslahatan mursalatan, lakini yataitwa maslahi ya kawaida, ambao katika eneo hili hata sheria hizi zinazotungwa na binadamu tunakubaliana sisi. Upande wa dini tunakubali maslaha, na wao vile vile wanapozungumzia maslaha, public interest, tunakwenda sambamba. Tumefahamiana vizuri hapa? Kwa mfano, mtu ikiwa kwenye dirisha lake ana tabia kutema makohozi barabarani, mbele kuna njia inakatiwa, wanapita watu, yeye kazi yake kutema tu, atazuiwa na sheria kwa sababu maslahi ya watu wanapita pale. Kwa nini sasa hapafanye yeye ni mahala pa kutemea mate? Lakini hati dalil, lete aya inomkataza mtu kutema mate barabarani, au akitokea dirishani mwake yakaanguka kwenye njia wanaopita watu. Lete hadithi ya moja kwa moja. Lakini tukienda kwenye maslahi, tukaenda kwenye swala kwamba tusiwaudhi watu, tutapata hoja. Wa idha fassarna almaslahata, na tutakapotafsiri maslaha bilmuhafadhati, kwamba ni kuhifadhi ala maksudi shar'i, juu ya makusudio ya sheria. Piga mstari hapo, bilmuhafadhati ala maksudi shar'i, kwamba maslahi hasa maana yake ni kuhifadhi makusudio ya sheria, kwamba sheria inakusudia nini na sisi tunahifadhi yale makusudio au malengo au madhumuni. Tunahifadhi madhumuni au malengo ya sheria. Fala wajha lilkhilafi fi itibaiha, basi hapata kuwa na mwelekeo wa kuzozana katika kuyafuata. Maana sisi tunatakiwa tufuate sheria na makusudio ya sheria tuyafuate, madhumuni ya sheria tuyafuate. Kwa hivyo hakuna haja ya kuzozana, bali yajibu alqat'u bi kauniha hujja, bali inapasa kukata maneno kuwa maslahi hayo yatakuwa ni nini? Ni hoja. Angalia kitabu kinaitwa Al-Mustasfa, juzuu ya kwanza, chini kakwambia hapo, ukurasa 143 cha huyo Al-Ghazali. Al-Mustasfa manake kilichochujwa. Al-Mustasfa manake kilichochujwa. Inatokana na safa cha Ghazali, cha Mustasfa Ghazali kaeleza sana kwenye eneo hili. Shurutul amali biha, masharti ya kuyafanyia kazi haya maslaha. Isije tena ikawa yamefahamika maslaha basi umekaa kitako tu unatizama tu. Yapo maslahi ya kuwa na maimamu wenye vitambi. Kwa kuwa imamu akiwa na kitambi itaonekana Uislamu si malofa sisi. Imamu wetu ana kitambi. Hayo umeyaona wewe tu kama maslahi. Sisi tunakaa kitako tukatizama tukaona si maslahi. Tumefahamiana? Uko umuhimu sana wa muadhini kuwa na shingo refu. Kwa dunia ya leo adhana muadhini ana shingo refu ya nini? Kwa hivyo unaweza wewe kuyaona kuwa ni maslahi, sisi tunaweza tusiyaone kuwa ni nini? Maslahi. Kwa hivyo maslahi yana masharti yake mpaka yaonekane kwa mujibu wa sheria kuwa ni nini? Maslahi. Wacha tuyatazame. Shurut al-amal biha, masharti ya kufanyia kazi maslahi. Ishtarata al-qailuna bil maslahati al-mursalati shurutan, wameshurutisha wale waliosema kuwa maslaha ya hivi tu au maslaha ya kuachilia yanatumika kutengeneza sheria, wameweka shurutan thalathatan, masharti matatu lil-amal biha, kuyafanyia kazi. Masharti mangapi? Tunaanza la kwanza an takuna al-maslahatu mulaimatan limaqasidi shar'i, maslahi hayo yawe yanalingana na makusudio ya muweka sheria ambaye ni Mwenyezi Mungu au mtume wake. Anavyokusudia Mwenyezi Mungu katika sheria yake, anavyokusudia Mtume salam katika sheria yake, basi iwe maslahi hayo yanakwenda sambamba, yasije yakagongana na makusudio ya Mwenyezi Mungu na makusudio ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai, kwa maana Allah tunafia, yasije yakashindana yakapingana aslan na msingi minusuli, katika misingi yake. Tunafi kupingana,
kushindana, kwenda kinyume. Wala taarud wala tuaridha, wala sije yakapingana nassan na dondoo lolote la Qur'ani au la hadithi, au dalilan au hoja yoyote min adillatihi, katika hoja zake alqat'iyya, za uhakika za kisheria. Msije mkenda kwenye maslahi alafu mkapingana na sheria yenyewe, sababu maslahi si sheria yenye nguvu, ni sheria inayotegemea sheria mama iliyopo. Kama ilivyo katika nchi, sheria zote zinazotungwa hazina haki ya kwenda kinyume na katiba, kwa sababu katiba ndio sheria mama iliyozaa sheria zote. Kwa hivyo na maslahi yasende kinyume na Qur'ani wala hadithi sahihi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vikienda kinyume na hayo, basi tayari maslahi hayo ataachwa, hatozingatiwa. Bal takunu, lakini yawe, bal tunaweza kutafsiri lakini kwa hapa, lakini yawe muttafiqatan, yenye kuwafikiana ma'al masalih, na maslah allati ambayo qasada shari'u ila tahsilha, amekusudia mweka sheria kupatikana kwa maslahi hayo. Wa bi an takuna, na yawe min jinsia, katika jinsi ile ile ya maslah, yani katika orodha au jumla ya maslahi yangu. Walaysat gharibatan anha, yasiwe mageni na yale maslahi yote ya kisheria, isiwe tena ni jambo geni mno katika maslahi ya kisheria, limetoka nje ya mistari. Tutaona huko. Wa illam yashad laha dalilun khasun biha, hata kama hajashuhudiwa na dalili makhsusi juu ya maslahi hayo. Piga mstari aliposema wa in lam yashhad laha dalilun khasun biha, hata kama hayajashuhudiwa maslahi hayo na hoja maalum kwa ajili ya maslahi yao. Ile hati dalil, hata kama itaendelea kuwepo, hakuna lazima ya kuwa na hoja maalum specific kwa ajili ya maslahi hayo. Yakishakuwa ni maslahi yasiyogongana na maana ya jumla ya sheria za Kiislamu, tutakubaliana nayo. Tumefahamiana? Fala yajuzu, basi haijuzu aliftau, kutoa fatwa li ahwalin khassa, katika mazingira maalum. Usiyachukulie kwamba mambo yale yatakwenda kwenye fatwa za kawaida, mazingira maalum. Ikiwa kesi ni ya mtu maalum, tuende naye katika umaalumu wake, tusichanganye mama. Ziko kesi za watu maalum. Ilikuja issue moja kwamba sasa hivi katika teknolojia, elimu ya utabibu, udaktari duniani, mambo yamesogea. Binadamu anaweza kupata matatizo ndani ya mwili wake, katika viungo vya ndani kama vile moyo, akaingiziwa vitu vinavyotoka kwenye mwili wa nguruwe. Kuna mishipa fulani ya moyo inaweza kutolewa kutoka kwenye nguruwe akatiwa nani? Binadamu. Viko viungo vya nguruwe vinaweza kuwekwa ndani ya binadamu na binadamu akaendelea kuishi kwa muda. Sasa swali linakuja, haya ni mazingira maalum ya mtu. Ikiwa mtu kawekewa viungo hivyo na nguruwe, kwa kauli ya wanazuoni wa Kiislamu, kwa makubaliano ya wote, ni najisi, anasali vipi? Na ikawekewa viungo vya nini? Na je, anafaa kuwa imamu hata kama angekuwa mimi? Kwanza hafai kuwa imamu, labda amsalishe mtu kama yeye mwenye na maamuma kama yeye, sijui watakuwa wangapi, lakini kuwasalisha ambao wako normally kawaida hawezi. Lakini yeye atasali na sala yake itasihi. Je, awemo ndani ya safu agusane na wenziwe, au asali peke yake kwa kuwa ndani ana najisi ya nguruwe? Tusifike kumtenga kwa kiwango hicho. Atasali pamoja na wenziwe ndani ya safu bila ya tatizo lolote, kama hawezi kuwa imamu. Tumefahamiana? Labda amsalishe mtu kama yeye. Moja tunakwambia ndio, lakini yako mengi kweli. Hilo ni moja tu tulilolisema. Kuna watu wanaingiziwa viungo vya wengine washakufa. Mtu anakufa siku hizi, vinatolewa baadhi ya viungo bado vizima, anatiwa mtu mwingine. Huyo ile mwenzake kasaliwa sala maiti, yeye huyasaliwa sala ya nini? Ya hai. Wanaendelea kwa mtu kawaida. Sheria zake zinakuwa vipi? Changamoto za kisayansi na dunia leo. Wanazuoni tujiongeze. Mambo yanazuka. Na kila ulimwengu ukisonga mbele katika teknolojia, kuna changamoto nyingi zinakuja huko mbele.
la muandamo wa mwezi tu mpaka leo hatujalimaliza, na wengine wanafanyia na chuki. Haya mengine yatakayokuja itakuja kuwa balaa kubwa sana tena, sana kupita kiasi. Kwa hivyo ni vizuri kujipanga mapema katika taaluma, na moja ya elimu zitakazotusaidia sana ni elimu hii ya usulul fiqh. Muhimu sana, izingatieni kwa kweli. Anayepiga vita elimu hii bado hajafahamu changamoto inayokuja mbele katika ulimwengu wa Kiislamu. Zamani ilikuwepo mtu kutiwa jino la dhahabu, na mwanamume kuvaa dhahabu haitakiwi. Zipo changamoto hizo, yaani tumemalizana nazo, lakini bado zinaendelea kuja nyingine na nyingine chungu mzima. Haya, twendeni. Kaiftai ghani, kama mfano kutoa fatwa ya mtu tajiri. Ghani hapa maana yake tajiri, mwenye uwezo wa mali. Jama amraatahu, kamuomba radhi mkewe binahari Ramadhana, katika mchana wa Ramadhani. Nikisema hivi tumefahamiana namna kumuomba radhi mkewe? Haya, kampindia magoti. Basi haya ndo kamuomba radhi, samahani mambo watoto, katika mchana wa Ramadhani. Biilzami, kwa kumlazimisha, bisiyami shahraini mutatabi'aini awalan, kwa kufunga miezi miwili mfululizo kwanza, wa adami samahi lahu bi'itqi raqaba, na kutokumruhusu yeye kutoa mtumwa huru. Lianna siyama zajirun lahu, kwa sababu funga itamkemea zaidi, ala aksi al-i'taq, kinyume na kuacha mtumwa huru. Lianna dhalika mukhalifun linassu fil kafara, kwa sababu hilo linakwenda kinyume na dondoo yenyewe katika kafara. Hii kesi tumewahi kuisema kwenye darasa za nyuma, naye anaileta tena, lakini mfano wake kuna kipengele hakiko tena katika wakati wetu, lakini nitairudia hii ili kumbuke vizuri. Tulipokuwa tukifundisha Bulughul Marami, tulisomesha hadithi moja inayosema kwamba alikuja bedui mmoja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mikono kichwani ndani ya mchana wa Ramadhani. Kaweka mikono wapi? Anapiga makelele kutoka nje ya msikiti, halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, halaktu, nimeuawa ewe mjumbe Mwenyezi Mungu, nimeuawa, nimekwisha mimi. Tumekamuliza, nini kimekusibu? Akasema, nimemuomba radhi mke wangu ndani ya Ramadhani hivi mchana kimoja tu, ndani ya Ramadhani. Jamaa hakuweza kujizuia, sijui alikuwa anatoka safari, mtaimbo umeganda, haijulikani vipi. Hoi! Mtume akamwambia, unaye mtumwa wa kumwacha huru? Akasema, sina. Akamwambia, unaweza kufunga miezi miwili mfululizo? Akasema, mjumbe wa Mwenyezi Mungu, mwezi mmoja umenishinda, hali ndio hii, hiyo miwili nitaiweza wapi mimi? Akamwambia, basi unaweza kulisha maskini 60? Akamwambia, katika mji huu wa Madina sidhani kama kuna maskini kuliko mimi. Mtume akacheka mpaka meno yakaonekana, kwamba umaskini wote huo na bado mdhoruba akashindwa kuvumilia. Huyu bwana maana huyu akamwambia kakitako. Akakaa, likatokea la kutokea huko mbele, tumelisema katika ile hadithi, sina haja kurudia kila kitu. Lakini hadithi ile imetuonesha kuwa mtu akifanya tatizo lile ndani ya mchana wa Ramadhani, hatua ya kwanza ni kuacha mtumwa huru. Kama hana au hayupo kama ilivyo sasa duniani, hakuna mtumwa tena, sasa ndio afunge miezi mingapi? Miwili. Na kama hawezi ndio alishe maskini 60. Kwa hivyo inakwenda kwa hatua. Hatua ya kwanza haipo, imeshindikana. Hatua ya pili haipo, imeshindwa, mnaingia hatua ya tatu. Sio kuzipeleka unavyotaka wewe. Sasa ilitokea wakati fulani, mufti mmoja, ndo wale tunasema mamufti wapenda bure, mafufti dezo, alijiwa na mtu kutoka kwa mfalme, kwamba bwana mfalme anakuambia kafanya kosa hili ndani ya mchana wa Ramadhani, hukumu yake nini? Sasa yule mufti akainamisha kichwa, akaona mfalme, nikimwambia aache mtumwa huru, mfalme ana watumwa wengi kweli enzi zile, anaweza kuwapanga hata 30. Akasema, kila Ramadhani moja natoa moja, huku mimi natandika. Kila Ramadhani moja natoa mtumwa moja, huku natandika. Akaona nikimwambia habari za kutoa tumwa itakuwa rahisi kwake, wacha nimtie adabu, afunge miezi miwili mfululizo. Akaliingilia lile la pili na kuliacha lile
kwanza, kwa lengo lakini la kumkomoa yule mfalme, aone sasa pana kazi, mpaka asogee karibu sasa kwa yule mufti. Basi tufanyeje mzee, hakuna njia nyingine na nini Umenelewa vizuri hapo? Kamtia kitanzi kwa makusudi kumvuta, lakini ameichezea hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo imekwenda kwa utaratibu, yeye akaupangua utaratibu. Hatuwezi kumfuata mufti wa aina hiyo, anaipangua utaratibu wa Mtume kwa fikra zake binafsi. Imefahamika vizuri hapo? Huyo ndo mufti mpenda dezo. Lianna dhalika mukhalifun linasb alkafara, kwa sababu yanakwenda kinyume na ile dondoo yenyewe ya kafara aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. La pili, antakuna maqulatan fi dhatiha, maslahi yawe yanaingia akilini katika dhati yake. Usitengeneze maslahi ambayo hayaingia akilini. Ile akili kubali kwa haya ni maslahi, kwa sababu anayesema huku kuna maslahi nani? Ni akili. Sasa akili iseme kwamba hapa pana nini? Pana maslahi. Kama akili haijatuambia pana maslahi, hakuna haja ya kuyazingatia maslahi hayo. Hakikatan, tena ya uhakika, la wahmiyatan, si ya kudhani dhani tu, ya kuhisi hisi, ya tuhuma tu, unahisi kama pana maslahi. Uwe na uhakika kwamba hapa pana nini? Pana maslahi kwa Uislamu. Bi an yatahaqqaqa, kwamba pana uhakika min tashri'il hukmi, katika kuweka sheria hukumu biha kwa maslahi hayo, jalbu naf'in, kuleta manufaa kwa Uislamu, au daf'u dhararin, au kukinga madhara kwa Uislamu. Mithalu dhalika, mfano wa jambo hilo, inna tasjila al-uqudi, hakika kusajili mikataba, alwaridati, inokuja ala al-aqarati, katika ekari, mambo ya ardhi, kwamba lazima kwa kuna hati sasa miliki ya ardhi. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukuwa hati miliki ya ardhi, hakukuwa na hati ya nyumba, hakukuwa na hati ya nini? Ya shamba. Hayakuwepo. Mithalu dhalika, mfano wa hilo, inna tasjila, hakika kusajili, yani kuweka rekodi, al-uqudi, ya mikataba, al-waridati, inokuja ala al-aqarati, katika mambo ya ardhi, fi dairati, katika idara as-sijillati, ya tasjili, ya kuweka rekodi, ya kuweka kumbukumbu, al-iqariya, za mambo ya ardhi, yuqallilu hatman, inapunguza bila shaka yote, min shahadati zuri, ushahidi wa uongo. Mkiwa mna hati ya ndoa, mkiwa mna hati ya shamba, mna hati ya nyumba, inapunguza ushahidi wa uongo, kwa sababu ikiuzwa nyumba, likiuzwa shamba, lazima pawe pana hati tena sasa ya mabadiliko. Kwa hivyo inasaidia. Ingawa zama za Mtume sallam hakukuwa na cheti cha ndoa, wala hati ya nyumba, wala hati ya nini? Ya shamba. Kama ilikuwepo hati dalil, lakini maslahi yanasaidia, kwa sababu tunapunguza migogoro ya mtu kudai kitu kuwa ni chake wakati si chake. Na ndio maana sasa nchi zilizoendelea vile vile zina risiti ya talaka. Mwanamke akisema nimeachwa 3, ziko wapi risiti? Ukishaoa unapewa kibuku chako kidogo cha risiti 3, ya talaka ya kwanza, ya pili na ya 3. Ukitoa unatia na dole gumba, saini inaweza kuwa nayo feki, dole lako gumba unapiga ndo umetoa ya kwanza hiyo. Kwa hivyo hizi nyingine zote kelele, nimeachwa 3, lete risiti. Hakuna risiti. Bwana mume ameleta kitabu chako cha risiti, hakijatumika hata moja, siko vile vile, haijatoka. Sisi nafikiri bora tungefika hapo, tuna vitabu vyetu vya risiti, Manake hata mkeo akikamata, labda iwe anajua kuandika hati zako, halafu akuvizia umelala kama vile umelewa, atumie dole lako gumba akaweke pale, pana kazi. Lakini binadamu haishindi ujanja, anaweza akapenya, lakini inaweza kuwa ngumu kidogo, Tufike huko tuwe na risiti za talaka kama ilivyokuwa tuna vyeti vya nini? Vya ndoa. Wa yuhaqiqu istiqraran fil muamalati, na inafanikisha uendelevu katika matendeano. Mtakuwa mnakwenda vizuri, mnaendelea vizuri katika mambo mnayotendeana. Fala mani amila al-hukm bi shar'an, basi hakuna ubaya kuhukumu jambo hili kisheria, kwamba lazima pepo na hati za ndoa, lazima pepo na risiti za talaka, lazima pepo na hati za ardhi, hati za mashamba, hati za majumba, kwa maksudi kama ilivyokuwa leseni za biashara na leseni za uendeshaji wa vyombo zinaweza kusaidia. Kwa hivyo kimaslahi. Watasairu silai, na jengine kupanga bei za bidhaa. Tasir manake kupanga bei asila za bidhaa inda alhajati,
wakati wa mahitaji, yati bifaidati, kuna leta faida muhaqqaqatan, wa hakika, man'an lilghubni, kwa ajili ya kuzuia kupunjwa, azaidi kuliko zidi, fil athmani, katika thamani za vitu. Kwa hivyo kupanga bei, zamani haikuwepo habari ya kupanga bei. Kama tunavyonunua samaki, samaki hapangwe bei. Samaki wakivuliwa wengi, bei inashuka, wakivuliwa kidogo, bei inafanyaje? Inapanda. Sisi watu ambao tuko kwenye kando kando ya bahari na wale wako kwenye makando kando za maziwa na mito, wako hivyo, samaki hapangiwi bei. Lakini nyama inapangiwa bei kwa mujibu wa sheria. Mchele unapangiwa bei kwa mujibu wa sheria. Unga inapangiwa bei. Sukari inapangiwa bei. Kwenye samaki limeachiwa bado. Lakini ziko baadhi ya nchi samaki pia wanapangiwa bei. Kini hao wako namna nyingine. Ndio wanapanga bei. Machli wobi bei tayaru. Kila kitu kinapangiwa. Unaona kaziko nchi mpaka samaki wanampangia bei. Si huko ndugu yangu unakwenda kumwangalia kwa jicho, alafu unauliza shilingi ngapi? Unafikiria pesa yako na ule utamu wa utowezi ndio vinapokufanya pale uingie mkenge utoe pesa. Yaani kupanga bei, tasir. Sawa. Kwa hivyo hilo nalo sila inda alhajati, ikiwa inaonekana yako mahitaji. Wadafa lil haraji, na kwa ajili ya kuzuia vikwazo wa dharari aninasi, na madhara kwa watu, wa tahqiqa, na kufanikisha limasalihi, maslahi. Na kipengele cha tatu na cha mwisho kwa leo, antakuna maslahatan amatan linasi, maslahi hayo yawe ni mapana kwa watu wote, walaisat maslahatan shakhsiya, yasiwe maslahi ya mtu binafsi au kikundi cha watu maalum. Na hapa ndio wakati mwingine upigwa kelele sana katika nchi zetu za Asia na Afrika, kwamba mara nyingi maslahi yanapangwa kwa watu wenye vyeo vya kisiasa. Serikali ukitizama, mara nyingi maslahi yanapangwa kwa watu wenye vyeo vya nini? Vya kisiasa. Baadhi ya wananchi wanapigia kelele sana hilo, lakini linakwenda linapungua kidogo, linalalamikiwa, linatulia kidogo, ndio hivyo tunakwenda songo mbingo mpaka tutafika. Lakini haifai kwa ajili ya mtu maalum kuweka maslahi, au kwa ajili ya kikundi maalum cha watu kuweka maslahi. Maslahi yakifuatwa yanatakiwa kwa wote, kila mmoja atafaidika kwa namna moja au nyingine. Ndio uweze kusema bei ya petroli kwa wabunge iwe nyingine na kwa raia iwe nyingine. Bei ya petroli itakuwa ni flat kwa yoyote atakayenda, kwa sababu maslahi yale asije yakenda kwa watu maalum au kikundi maalum. Wakati mwingine jeshini kuna kuwa na nafuu zake na ziko sababu zake, lakini si jeshini kwa mwanajeshi, kwa wale wanaokaa kambi ya jeshi. Sio mwanajeshi tu, mwanajeshi anaweza kuwa mtaani, akiwa mtaani atanunua bei hizi za mtaani. Hiyo iko sawa. Haya, twendeni. Kwa hivyo imefahamika, lianna sharia tajaat linasi kafatan, kwa sababu sheria imekuja kwa ajili ya watu wote. Wa binaan alayhi, na kwa ajili ya kujengea jambo hili, la yasihu al-akhdhu bi ayi hukmin yuqsadu bi ri'ayat maslahatin, haifai kuchukua hukumu yote na kusudiwa kuchunga maslahi shakhsin bi'aini, ya mtu mwenyewe peke yake, ka amirin, kama vile kamanda, au amiri kwa Arabuni na kuwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, au raisi na uraisi, au hashiyatin, au wapambe, au usrati lahu, au familia yake. Yasitengenezwe mambo kwa maslahi ya watu hawa tu. Wala yajuzu liftau, na yajuzu kutoa fatwa bi qatli muslimin wahidin, kwa kumua muislamu mmoja, tatarrasa bihi al-a'da'u fi qal'atin, wamemweka ngao maadui katika ngome fulani. Yani mfano makafiri wamemkamata muislamu, halafu wamemfunga kwenye eneo lao, kama vile wamemsulubu, kwamba mkitaka kupiga eneo lao mumpige mwenzenu kwanza afe, halafu ndo lipige eneo lao. Kumbuka jambo dogo tu, zamani ulipokuwa mdogo wewe ukitaka kupigwa na baba yako, unakwenda kukaa nyuma ya mgongo wa mamako. Unakaa nyuma mama, maana yake baba yako akirusha kofi au ngumi litampata nani kwanza? Kwa hivyo unamwambia baba, kama umpendi mama, lete ngumi hapa tuone. Ndio zamani. Na wakati mwingine vile vile mama anataka kukupiga, unakwenda kukaa nyuma baba yako. Baba, na wewe unadekeza sana watoto. Ndio malawama wanaotupiana wazazi. Sasa kumchukua Muislamu ukamweka mbele, halafu nyuma ukaweka makafiri, wale makafiri wakamweka mbele, kwamba kama mnataka kutupiga sisi muue mwenzenu kwanza. Halafu unasema bwana, iko kwani akifa yule Muislamu mmoja kuna tatizo gani? Simu yako utakufa makafiri 10. Piga mzinga pale. Haifai. Labda yeye mwenyewe aseme, jamani mimi naitaka pepo, pigeni wamalizike hawa.
bwana uko sawa sawa lakini hujapata kitu kidogo. Niko sawa sawa. Lete. Pale ndio inawezekana. Kwa sababu yeye mwenyewe kafanyaje? Kataka kupoteza roho yake kwa ajili ya wale watakao kuwa nyuma. Lakini msiamue nyie kumpotezea yeye maisha kwa ajili ya wale walio nyuma yake. Imefahamika hiyo? Haifai kuamua hivyo. Fi qal'atin, katika ngome. Mata amkana hisarum, muda ambao itawezekana kuwazingira au kupambana nao kwa njia nyingine. Wala yukhsha minhum at-tasallut ala bilad al-muslimina, na ikawa haiogopewi kwa njia hiyo kuwa watakuja kushinda wao watawale miji ya Kiislamu. Kwa hivyo kamanda atapima maslahi yako wapi baina ya kutetea utu na nafsi ya Muislamu mmoja au kummaliza yeye na makafiri kwa kutetea Waislamu